Mwaka 2025 umekuwa na AI tools nyingi sana. Leo nitaenda kuonyesha AI tools 5 ambazo zimekuwa zikirahisisha maisha yangu kwa asilimia kubwa sana, hivyo zimenifanya niongeze productivity mara 10 ya kawaida. Karibu katika channel ya BPro. Hapo utaenda kukuzwa katika taaluma, AI, productivity na maisha yako binafsi. So acha tuanze na AI tools ya kwanza kabisa. Gamma AI. Gamma AI ni aina ya AI ambayo itakusaidia wewe kuandaa presentation, document pamoja na web page. Kutumia Gamma AI nimeweza kuokoa 90% ya muda wangu ambao ningeweza kupoteza kwa kutumia PowerPoint ama Google Slide. Unachotakiwa kufanya ni simple tu, ni kuingia katika site yao ya gamma.app, then uta sign up kama una account, ama kama una account uta login. Then baada ya hapa uta create ama uta generate presentation, uta paste prompt yako, then uta click generate na boom, AI atakwenda kutengenezea presentation yako kama ile ambayo umedescribe katika prompt yako. Zana ya pili ni Cloud AI. Cloud AI sio chatbot pekee, lakini pia anaweza aka-act kama vile mwalimu wako, anaweza aka-act kama vile mwandishi, anaweza aka-act kama vile coder, akusaidia katika mambo yako ya programming ama coding. Unaweza kumtumia Cloud AI katika kuandaa essay pamoja na assignment, kuandaa creative writing. Unaweza ukamtumia pia kwa katika mambo ya kuandaa kodi ama kudebug na mengineyo. To access Cloud AI, nenda katika browser yako, andika Cloud AI, ingia katika link ya kwanza, then uta sign in ama uta sign up, then uta paste prompt yako, uta generate, then angalia power ya AI itaenda kufanya kazi. Cloud AI ipo vizuri sana kuandika creative essay pamoja na writings, kwa taenda kuandikia essay kwa bora zaidi. Zana ya tatu ni Perplexity. Perplexity ni kama vile Smart Finder. Mbadala kwenda ku click link 20 katika Google kutafuta, kusoma tovuti mbalimbali, Perplexity atakwenda kurahisisha hilo jambo. Atakwenda kusummarize hizo site zote ndani ya muda mfupi sana. Nimekuwa nikitumia Perplexity kuandaa research ya assignment yangu, kuandaa points za debate, lakini pia nimekuwa nikitumia Perplexity kufuata trend mbalimbali na updates mbalimbali. Kuipata Perplexity, andika neno Perplexity katika search engine yako, then baada hapo click link ya kwanza, ingia, then baada hapo uta sign in ama uta login, paste prompt yako, then itazama nguvu ya AI ambayo itakwenda kufanya summary ya website mbalimbali na kupatia majibu ya hakika, lakini pia na source yake. AI ya 4 ambayo tutakwenda kufundisha leo ni mind map. Kama una idea nyingi, kama una mawazo mbalimbali, basi unaweza kutumia mind map AI kuorganize idea zako, mawazo yako. Kutumia mind map nimeweza kutoka katika mess notes kwenda katika good notes format. Hivyo nimeweza kusoma vizuri zaidi kwa haraka, nimeweza kukumbuka vizuri kwa sababu bongo zetu zinapenda visualization kuliko notes. Kwanza kutumia mind map, ingia katika browser wako, andika mind map. Then baada hapo utashuka katika website hii ya mind map AI. Then uta sign in kama hauna account, ama uta login kama unayo account. Kisha itafunguka katika project folder. Uta paste prompt yako, then uta click generate, uta speed kidogo, then boom, AI imetengeneza mind map iliyokuwa nzuri sana. So utaweza kudownload pale kama ukihitaji. Zana ya 5 ni Leonardo AI. Kupitia Leonardo AI utaweza kutengeneza image iliyokuwa nzuri, thumbnail mbalimbali, lakini pia utaweza kutengeneza poster zinazokuwa na quality hata kama wewe sio designer. Kinachotakiwa ni kuandika prompt iliyokuwa nzuri. Andika Leonardo AI katika search bar yako ama search engine yako. Click link ya kwanza, then get started. Kisha paste prompt yako, generate. Then baada hapo Leonardo AI atakwenda kutengenezea image yako kama ile ambayo umeelezea katika prompt yako.
na kama unaweza ukadownload hapo. Faili lako ni hili hapa. Kama hujaweza kutengeneza prompt iliyokuwa nzuri, basi angalia video yangu kuhusiana na prompt engineering hapa. Pia kwa kutumia Leonardo AI nimeweza kutengeneza thumbnail mbalimbali, posters pamoja na wallpaper. So nakushauri anza leo kutumia hii. Leo tumejifunza vitu vingi sana. Kama ukihitaji kutengeneza presentation, web page ama document, basi nenda kwa Gamma AI. Kama ukihitaji kufanya research kwa haraka zaidi, nenda kwa Perplexity. Kama ukihitaji kuorganize idea mbalimbali, project, basi nenda kwa Mindmap AI. Kama unahitaji kuandika essays zilizokuwa nzuri, basi nenda kwa Cloud AI. Na kama unahitaji kutengeneza image mbalimbali kama vile wallpaper, thumbnail, posters, basi nenda na Leonardo AI. Na hizi ni free kabisa. Ila kama ukihitaji advanced features, unaweza ukaangalia plan ipi itakuwa bora kwako. Hivyo basi chagua ni zana ipi ambayo umeipenda ndio uanze nayo leo. Kama umependa hii video, like, subscribe na comment hapo chini kwamba zana ipi ungependa nielezee kiundani. Tutaonana katika next video na jina langu ni Munawar Suleiman.